Hello, habari. Karibu tena katika chaneli yangu ya Madam Mary Voice. Wapendwa, leo nataka niwaambie kitu kimoja. Usijidharau kamwe kwenye maisha yako. Usijidharau. Wewe ni wa pekee sana. Ni wa thamani sana. Na kingine kizuri zaidi, Mungu hajawahi kukosea kuumba. Haijalishi umekataliwa, umezaraulika, umeachwa, umeambiwa maneno mabaya, kama usijidharau. Kwa sababu siku zote wewe ni wewe tu. Hamna mtu anayeweza kuchukua nafasi yako. Na Mungu kakuandalia kitu kizuri sana. Kwa hiyo kuwa na subira. Tafuta, pambania ndoto yako, huwezi jua. Kwa hiyo wanawake wenzangu, kijana wenzangu, msijidharau. Tunapitia mambo mengi sana. Kuna muda unaweza ukapitia jambo mpaka mwenyewe ukasema hivi kwa nini Mwenyezi Mungu ametaka nipitie yote haya? Lakini huwezi jua. Labda hiyo ndo njia yako ya kukufunza kitu fulani na kukutaka utoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Huwezi jua. Unajua penye jambo zuri lazima upitie misukosuko mingi sana. Kama huwezi amini, tafuta mtu yoyote ambaye amefanikiwa kimaisha. Muulize historia yake. Hata usipomuuliza, wengi tu kina Diamond, kina nani, angalia historia ya maisha yao, angalia walikotokea, uangalie kina Ronaldo, ambao wanajua historia ya Cristiano Ronaldo anaweza kanielewa. Watu wanatoka sehemu ngumu, ambapo kama wangeamua kukata tamaa, leo wasingekuwepo hapa walipo. Kwa hiyo, changamoto ni kitu kimoja ambacho ni lazima tukipitie kwenye maisha yetu sisi. Usijikatie tamaa kwenye maisha yako. Haujalishi utapitia nini, utaambiwa maneno mabaya kiasi gani. Wewe ni wewe tu. Usijifunze kupitia maneno mabaya watu wanaokuambia, bali jifunze kupitia jana yako. Jana nimetoka wapi na leo ninaenda wapi? Hata kama una kitu kidogo sana kwenye maisha yako, hicho kitu kidogo ulichonacho, ukitulia, ukikifikiria, ukikitumia vizuri, kitakufikisha mbali sana. Tujifunze kutumia kidogo tulichonacho. Tujifunze kupitia jana yetu. Changamoto ni pati ya maisha. Na ni lazima upitie tu changamoto, huwezi kuzikwepa. Zipo nyingi. Mwingine atapita changamoto ya kuachwa, mwingine atapita changamoto ya kudharauliwa, mwingine atapita changamoto ya kufeli kibiashara. Yaani unaona kabisa, jamani, mbona kama mimi napitia mambo magumu sana, na kwa nini inakuwa hivi? Kwa hiyo wapendwa wangu, vipenzi vyangu, nawapenda sana. Naomba na nyinyi mjipende. Sawa, tunapitia mambo magumu, lakini nipatia maisha. Hamna mtoto anayeamka anajikuta sijui ndoto zake zote zimetimia. Hamna mtu ambaye utapendwa milele kwenye maisha. Lazima kutakuwa na vikwazo vingi, mambo mengi mabaya na mazuri pia. Kuna siku utacheka sana, utafurahi mpaka utasema kwani maisha si ndo haya? Kuna siku utalia, utaumia, yaani utaanguka sana tena sana. Lakini nyanyuka, endelea. Wewe ni wewe. Wewe ni wa thamani. Mungu hajawahi kukosea kuumba kamwe. Watu wanapitia changamoto, lakini unapopitia changamoto unafanya kitu gani? Utalia tu na kunyamaza na kujibweteka? Hapana, my dear. Kwa hiyo tujifunze kujiheshimu, kujithamini, maana kila mtu ni wa thamani mbele ya Mwenyezi Mungu. Kila mtu ni wa thamani sana. Mungu kafanikiwa kukupa kila kitu kwenye maisha yako. Una macho, una miguu, una akili, my dear. Kwa nini utetereke na mambo ya dunia? Kuna vitu tu lazima tuvipitie. Kwa hiyo msijikatie tamaa, vipenzi vyangu. Nawapenda sana. Kama chaneli hii imekugusa, naomba usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe. Tafadhali, nahitaji support yenu. Nawapenda. Bye bye.